Samaki. Nani ameruhusu? Ni siku nyingi sana huu mto umeruhusiwa wananchi wafanye shughuli zao za kawaida. Sawa. Ndio wenyewe tumeweka sasa hivi tu. Nyie! Hebu njooni hapa. Njooni hapa. Kimbia! Mimi nilikuwa naokota kuni. Nimepiga magoti tayari. Jamani, aliyowaambieni mje katika mto huu nani? Tumeruhusiwa tufanye jambo lolote. Umeruhusiwa na nani? Sisi tumetega migonyo. Tulikuwa tunatafuta samaki. Hatujafanya makosa. Ni kwa ajili ya kitoweo tumalikia. Luambo, wachape bakola barabara. Jamani, mikosi. Kika! Kika! Kika, huo ni upumbavu gani unaofanya? Hivi unaweza kuniambia sababu ya kuwapiga vijana? Wanavua samaki. Na nisha kataza usivue samaki. Wewe ni kama nani? Na una mamlaka gani ya kuwazuia watu kuvua samaki hapa katika mto huu? Unahitaji ukavua wapi? Naomba utoke mara moja. Uelekea nyumbani. Toka! Na wewe wangu umekaa ukiangalia upuuzi unaofanya. Sasa hivi nataka nikupe nyumbani. Hebu nielekee. Wewe ni mtoto wa nani? Tuanze msomi. Na wewe? Alfengo. Na wewe ni mtoto wa nani? Mimi. Nimesahau. Wake zangu, mimi nashukuru Mungu nimerudi salama na shughuli nzima ya kumzika mzee Kika imekwenda salama kabisa salmini. Isipokuwa kuna jambo moja tu alikwenda sawa. Jambo gani tena hilo mfalme? Nilitegemea baada ya mzee Kika kufariki ile nafasi angepewa yule mdogo. Lakini nafasi amepewa yule mkubwa. Na yule mkubwa
anajifanya na hekima na busara kama baba yake. Nimejitahidi kupigana, nimejitahidi kupambana ile nafasi achukue mdogo, lakini imeshindikana kulingana na taratibu zilizopo. Lakini mme wangu, mimi ninaona wazee wapo sahihi sana kumchagua yule binti. Haliko sahihi. Mimi nimemtumikia mzee Kika kwa muda mrefu sana. Haiwezekani agawanye eneo tulingane na yule bwana. Ndio maana nilitaka mamlaka yale akabidhiwe mdogo. Najua mambo yangu yangekwenda sawa. Lakini kama wewe umepigana, pia na mwenzio naye kapigana. Acha uchu wa madaraka mme wangu. Au ulitaka tawala yule mwingine ili mradi muwe sambamba kwa sababu tabia zako na yule zinaendana? Wewe umepewa eneo lako na mwenzio naye kapewa eneo lake. Kwa nini usifate tabia za wenzio? Mume wangu, huyo kaja juzi tu. Ajui jinsi mlivyokuwa nyuma mnapambana. Lakini yule binti atatuongoza vizuri kama baba yake alivyokuwa anatuongoza kwa hekima zote. Huwezi kuwa na uchungu kwa sababu uelewe nilikotoka. Huyu mwenzio ndo anajua jinsi nilivyoanza mimi. Nimepambana kumtumikia mzee Kika. Nimelala msituni, nimepigana vita. Yule bwana alikuwa anakimbia vita. Kwa nini tugawanishe maeneo sawa? Wewe unaniona hilo liko sahihi? Eh? Lakini unaenda kwa kijijini, unafanyisha watu kazi, unaharibu vitu. Wewe kama nani? Unaona madaraka gani wewe hapa? Naongea na wewe. Sikiza dada nikwambie. Kwa nini tunaingiliana kwenye madaraka? Haya madaraka ni baba yetu sisi wote. Kelele! Ukiongea, tambua unaongea na nani. Na unapoongea na mimi sitaki unichongee mdomo wako. Wewe ni mtu gani? Na lini utakuwa? Sheria zapo unazikataa. Hebu angalia umechoma mimi nywele. Nani amekutuma uchume wewe nywele yako? Nani amemchola huyu? Ni mimi hapa yeye binti mfalme. Mwanamke una matatizo gani? Jana ilikuwa zamu yangu. Umejifanya unaumwa mguu ili mradi ulale na mfalme jana. Na hata hivyo, ninakuona huo mguu hauna matatizo yoyote. Leo hii umetoka umeenda kuchuma choroko shambani. Na nimefanya vile makusudi. Nikitaka leo nalala naye, kesho nalala naye, kesho kutwa nalala naye. Ninajua wewe mwanamke una matatizo. Nimefanya hivyo makusudi kwa sababu mimi ni mkubwa na nitabaki kuwa mkubwa. Juzi nimelala naye, jana nimelala naye, leo pia nitaweza kulala naye. Kwanza atabaki kuwa kwanza na mdogo atabaki kuwa mdogo. Na inawezekana ukawa wa kwanza lakini akili zako zikawa si timamu. Mpaka mfalme anakuja kwangu, sio kwamba wewe hajakuona. Lakini nitachokuja kukufanyia, utakuja kujuta. Jaribu. Lakini sio kwangu mimi. Jaribu kwa wenzio. Nahitaji kwenda kuonana na mama mlezi.
Karibu binti Kika mwanangu. Karibu. Karibu sana. Karibu kaa. Asante sana mama. Mama, nataka kusaidia kupika. Pumzika tu mwanangu. Yaani kuni zenyewe zinasumbua. Hamna, acha nipike tu. Kuni zenyewe basi zinasumbua, labda nikiongeza kuni. Mjomba wangu mkubwa aliniletea hapa. Nilikuwa na shida kidogo. Nakumbuka kabla mama baba hajafariki aliniambia kwamba kuna siri kubwa sana ambayo iko na ninapotaka kujua hii swala lazima nifuate mama yako mlezi kuhusu mdogo wangu. Kwa hiyo kuja kwangu ndio nakuja kuomba kunifahamu hii siri kuhusu mdogo wangu. Ni kweli binti Kika. Kwa wakati huo mimi ndio nilikuwa akija kazi kwenye mali ya Balini baba yako. Na aliniambia jambo hili wewe unatakiwa ulijue baada ya kuwa una umri huo. Lakini kwa sasa ushakuwa tayari kujua hilo. Nitakwambia. Wewe na binti Kika mdogo. Mimi sio ndugu wa baba. Enzi hizo kulikuwa kuna vita nje jirani. Barikia, hongera sana. Mgonjwa wako anajifungua mtoto. Nashukuru sana. Asanteni sana. Na nitakupeni zawadi. Na zawadi hii ni almasi. Malikia, namtaka mwanangu. Mtoto sijamchukua. Unajifanya mjanja siwe. Wakati jana umetuma watu wako usiku wamekuja kunichukua mwanangu. Ni kweli ndio tuma watu kuja kumtafuta mtoto lakini hawajafanikiwa kumpata. Sasa basi, ninachokuuliza kitu kimoja kwamba utanipa mwanangu nipi? Kweli sijamchukua mtoto na kama light ningemchukua mtoto, ungemuona katika imaya yangu, lakini sijamchukua Malkia. Sasa basi, kama unipe mwanangu, naenda kutoa siri kwa wanakijiji. Tafadhali, usitose. Sultani! Bala! Kamata! Mara moja, kabla ya siri katika kijiji. Hivyo ndio ilivyokuwa. Na ndio maana hamuendani kitabia. Hayuko kwenye damu yenu. Sio ndugu yako. Na ndiyo maana hata matendo yake tofauti kabisa. Hata pale nyumbani kama sisi tunatakiwa tuchule hizo mambo zetu. Lakini Kumbasa hataki kabisa jambo hilo mwana. Na hata juzi alikuja hapa. Ametaka nimchome nywele ziwe laini. Na nilifanya hivyo kwa sababu kutokana na amri yake. Hata zile nywele zake nilimuuliza, kwa nini umezichoma nywele zimekuwa laini sana? Lakini majibu anaonijibu, mama yeye ameacha tu. Hapo nimepata jibu. Naomba iwe siri wa jambo hili. Kama mimi nilivyokaa nalo rohoni toka enzi hizo msichana mpaka leo. Jinsi nilivyoagizwa na marehemu baba yako, nawe kaa nalo rohoni. Sawa mama. Na kwa hili sitaweza kumwambia mtu yote. Itakuwa siri yangu. Sawa.
Kemira, kanichukulie machungwa pamoja na mananasi. Sawa. Kemira, rudi haraka. Hivi wewe haukumuona kijakazi yoyote zaidi ya Kemira? Hao wote niliwaona na ndio maana nikaja nikamchagua Kemira. Kwani kuna shida gani? Hivi wewe mwanamke, kwa sababu gani unanipenda kunifatafata? Kila ninavyokuepuka, kwa nini unapenda kunifuatilia wewe? Nisikilize wewe mwanamke. Hii ni imaya ya kwetu wote. Sio imaya ya kwako peke yako. Na mimi na mamlaka kwa kumtuma kijakazi yoyote. Kwa hiyo nimemchagua Kemira. Kemira, fanya kazi yangu nilokutuma. Kemira, hakuna kutoka hapa. Naomba fanya haraka. Hakuna Kemira kutoka. Nyie wanawake, tatizo hasa nini? Maana kila siku mnalumbana, hakuna siku ambayo inapita kwa amani. Si huyu mwanamke. Nimemtuma Kemira kanichukulie matunda. Nashangaa yeye namkataza. Kwa hiyo tatizo kubwa ni Kemira tu. Ndiyo. Kemira, naomba ukafanye kazi anayotaka huyu mama. Aika. Lakini mfalme, Aika, naomba uendelee na hiyo kazi. na mimi nina haki ndani ya imaya hii. Sikilize kwanza. Kwa nini mnataka kunichemsha kichwa? Kila siku malumbano, au vitu vingine havina hata msingi. Kwa nini kila siku mimi ninakuwa matatizo ndani ya imaya yangu? Natambua hilo. Wewe nenda kwanza ndani. Unatambua kwa nini mdogo? Najua mfalme, lakini na mimi nina haki vile vile ya kuwatumia vijakazi wangu. Sikilize. Yaani kila unachokifanya wewe mimi nikikipigia tiki, yule ataona kwamba nimehamisha upendo kwake nimehamishia kwako moja kwa moja. Muda mwingine huo unatazama hilo. Sawa? Kunembe. Naambia Mungu. Nilileta hapa si kingine. Nimekuja kuuliza kwa nini unawazuia wananchi wangu wasilime yale mashamba? Tatizo ni nini? Tatizo wameingia katika miliki yangu. Hilo swala si la kweli. Hiyo ni upumbavu tena na utaila. Tambua au kumbuka. Mfalme Kika alishawahi kuweka mipaka kwamba mimi nitaishia hapa na wewe utaishia hapa. Mfalme Kika alishatuwekea mipaka. Iweje wewe uingie kwenye mipaka yangu lakini Ya Mungu, nadhani ujitambue. Kwa nini umevuka kwenda kuwazuia wananchi wangu wasilime yale mashamba? Tatizo ni nini? Niambie. Wananchi wako wameingia kwenye himaya yangu na ndio maana nikawatimua. Kuwa makini sana. Nadhani hauzingatii mipaka. Kwa tambua mipaka, una mipaka yetu bwana. Acha wananchi wangu katika hali ya amani na utulivu. Wewe una uchu wa madaraka. Leo nimekuja kwa amani. Nimekuja kwa mazungumzo. Siku nyingine nitakapokuwa nimerudi hapa, sitakuja kama leo nilivyokuja. Hicho kichwa chako kama kichwa cha murumundu nitakikata siku. Sikilize, huwezi kunitisha kwa lolote. Nina uhakika na ninachokifanya. Sawa? Endapo utaruhusu wananchi wako waingie katika miliki yangu tena, utakuja kuokota vichwa. Umetambua hilo? Ila huwezi kunitisha hata siku moja, hata siku hii. Huwezi kunitisha kwa hilo. Sikia nikwambie Kunembe. Sikia nikwambie. Narudia, sikia nikwambie. Utakapokuwa umerudia, utanitambua kama mimi ni nani. Haki hizo kama ngurumundu, nitakuja kukata siku moja. Nisikilize. Utakuwa kwa muda mfupi tu, utakuwa mfupi mpaka hapa. Umenitambua hilo? Kunembe. Narudia Kunembe. Siku nitakapokuwa nimerudi hapa, utanitambua kama mimi ni nani. Huwezi kunitisha kwa jeshi lipi hasa? Kuna mwanajeshi wa kunitisha mimi hapa? Vijana wangu wana nguvu za kutosha. Subutu. Jaribu kuingiza wananchi wako katika ardhi yangu. Uone nitakavyoangamiza. Huna jeshi la kunitisha mimi. Hivyo ni vinuka mkojo. Na ole subutu kukanyaga katika ardhi. Na hivyo vinuka mkojo vyako. Nina jeshi la kutosha lenye afya. Sio hivyo vinuka mkojo visivyokuwa na afya. Nitakuangamiza.
Wambo. Nanenga. Mama kwa nitini wazee wawili. Kuna tatizo lolote mama? Hamna tatizo. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that Umefika katika mipaka yetu. Tambua kwamba mzee Kika wakati anatugawa mipaka hii, wewe uishie kule, mimi niishie kule. Tulikuwa tumesimama katika majani haya. Pale palikuwa mti wa mkuyu umesimama. Mti mwingine ulikuwa umesimama pale. Wakati ule mzee Kika anatugawa mipaka, ule mti wa pale wa mkuyu alikuwa amegusa. Lakini sasa hivi unasema hili eneo lote la kwako. Tangu lini? Hivi wewe unakumbuka timamu lakini? Hauko makini. Kwanza unapoongelea kuhusu mipaka. Tangu lini? Hapo tayari upo katika himaya yangu. Mpaka ni huko. Tazama yale matete. Upande ule kule ndio wa kwako. Hapo ulipo tayari upo kwenye himaya yangu. Mzee Kika alionyesha mwisho mipaka ile pale kwenye matete hayo. Usizungumzie huku. Kunembe. Wewe ni utata sio kuwa na maana. Ule utata wa kipumbavu. Kumbuka mimi
Nakuja na mzee Kika na wewe wakati anatuonyesha mipaka tulikuwa tumesimama hapa kwenye haya majani. Kwenye mkuyu tulifika hapa kwenye mti wa mkuyu. Pale paka kuna mti mwingine ule hapo umeanguka huo. Unaona ule? Ule hapo. Auone huo hapo. Unaona? Ule mti ulikuwa kule. Umesombwa na maji upo umefika kule. Usiseme ule mti ulikuwa hapo pale. Kwa hiyo unaleta utata usiokuwa na maana. Kuwa makini. Mpaka haukuwa huku na kuonesha wewe. Hii mitete ilikuwepo tangu hapo. Kunembe. Elewa kwamba hii mitete ilikuwepo tangu hapo na hata maji yawe yana kasi kiasi gani hii mitete huwa haiondoki. Unapoteza kumbukumbu. Kunembe, sikia nikwambie. Kunembe, sikia nikwambie. Utakapokuwa umewazuia wananchi wangu wasifike katika majani haya. Akitoka mtu yoyote huko narudia. Akivuka mpaka huu afike kwenye majani haya, nitamchinja. Na wewe ukirudia kunifuatafuata. Utanitambua. Sasa nisikilize. Ole wako kama utasubutu kuruhusu wananchi wako wakagusa ardhi hii. Ukasubutu wananchi wako wakatumia maji upande wa hata tone moja. Nitakata vichwa. Kunembe. Kunembe. Naomba uelewe hivyo. Kunembe. Nakwambia hivi, kama umeamua kuwasha huu moto huu. Narudia, kama umeamua kuwasha huu moto huu. Utakapokuwa umewazuia wananchi wako wasifike katika mipaka hii. Na kabuka kinyago yoyote kutoka huko, atanitambua kama mimi ni nani. Huu moto tunawasha, hautazimika. Nasema hivi, hautazimika. Ole wako. Huna kitu cha kuridhisha. Ole wako kwani. Ole wako. Nasema hiyo karuhusu wananchi wako kuvuka. Alina uwezo wa kuzuia moto unawasha hautazimika. Nasema hivi, hautazimika. Huna kitu cha kuridhisha. Sio kuinuka mkojo. Ina jicho lenye nguvu na lenye moyo kutoka. Kwani wewe unani bwana? Nasema hivi, hautazimika. Karibu. Ole wengine kutoka mkojo chako hapo tasubutu. Basta. Kuna mpuzi huyu. Kuna mimi ndio kutumia maji kama kawaida. Mipaka naitambua. Mimi na kizangu zangu. Wewe ni bwana. Tapambana mtu. Binti Mfalme na viongozi wenzangu, kama taarifa tulivyopokea, Binti Mfalme unatakiwa usafiri kwenda vijiji vya jirani kusuluhisha mgogoro, na hii ndio taratibu ambayo marehemu baba yako alikuwa akiifanya, na utaenda kukaa huko kwa muda wa siku 60. Ndani ya hizo siku 60 hapa uongozi utamwachia mdogo wako, au sio viongozi wenzangu? Ndiyo Binti Mfalme, kama alivyomaliza kuzungumza kiongozi hapa, sisi tuko pamoja na wewe juu ya hilo, na tunakutakia safari njema kwa ajili ya kuweza kwenda kulifanikisha hilo.
tuko pamoja na wewe kimaombi. Tutakukumbuka huko uendako kwa sababu ni kipindi cha muda mrefu. Lakini tutakuwa pamoja na wewe na tutashirikiana na mdogo wako katika mwongozo. Ila tunakuomba tu umweke katika hali ya kuwa na hekima na upole kama ulivyo wewe binti mfalme. Kumbuka baba yako alifanya shughuli kama hizo za kusuluhisha kwenye himaya zingine. Kwa hiyo ninakuombea safari njema huko uendako, ukasuluhishe kama alivyokuwa akisuluhisha baba yako. Wazee wangu nimewasikia, nami naahidi nitafanya hivyo kama alivyofanya baba yangu. Ila naomba mniombee katika msafara wangu, niende salama na nirudi salama. Na kwa vile madaraka yote nitamwachia mdogo wangu, naombeni mumuongoze. Kama mnavyofahamu ni mdogo wangu, ni mkubwa sana na bado ni mdogo. Basi naomba muongoze ili aendeshe vizuri kijazi. Mlinzi Kulembe, nimemkuta katika hema yetu akiongea na kijakazi wetu masuala ya mapenzi. Haiwezekani mlinzi wa Kulembe aingie katika hema yetu achukue binti yetu aongelee swala la mapenzi. Hilo swala haiwezekani. Mfalme Kulembe alitukana matusi makubwa sana na alijidai sana. Leo hii mlinzi wake aingie katika hema yetu, hilo swala siwezi kukubali, na leo tutaonesha mfano. Mfuate huko alipo. Kachimba. Ndio. Vipi kwa nini semea katika ufalme wetu? Cha usiku. Mimi kuhamia kwenye falme yenu ni swala gumu sana. Kwa nini? Hivi unatambua cha usiku kwamba falme yenu na falme yetu hazipatani hata kidogo? Je, kuhusu ndoa yetu? Kuhusu ndoa yetu kuna tetesi nimezisikia. Tetesi? Tetesi gani hizo? Kuna ujumbe umetumwa kwenda falme kuu kwa mzee Kiika. Kiika? Sisi kama mzee Kiika kashafariki. Kiika ni kweli amefariki, lakini kuna binti yake anamiliki ufalme. Na yeye ana busara kama za baba yake. Na imani atakapokuja ataliweka ili jambo litakaa sawa, na mimi na wewe ndoa itafuata. Kweli? Kweli kabisa. Kwa maana nyinyi mtakuwa mnakuja kwetu na sisi tunakuja kwenu. Nakupenda sana cha usiku. Hata mimi pia nakupenda. I don't ever slow up, no I don't take shit.
bahati yako sana wewe. Tatuke kukamata, ungejuta kuzaliwa. Mumkamata nani nyinyi na jeshi lenu wote dhaifu tu. Bwana umekimbia. Bwana umekimbia wote. Sasa ungesimama na hivyo siku. Wale wako ingia tena katika imani yetu. Na endapo ukiulia tena, tuzongeza kichwa chako huko. Njoeni kama mna uwezo. Unaniambia twende huku wamekataza. Twende. We chumi huku wamekataza huku we. Wamekataza mlima wachiwachiwa sio huku. Huku tunaenda. Kijika mdogo kakataza huku. Ndio maana mdogo wako Simama, kuna miguu hapa. Naam. Utakuwa kuna watu wameenda huko. Hata kama itakuwa wameenda, haina tatizo. Hapana. Hii misitu imeruhusiwa. Hapana. Hii misitu imekatazwa yote. Twende. Kiongozi, kuna mgeni amefika. Amefanya nini huyu kijana? Kiongozi,
Huyu tumemkuta kwenye milima inayokatazwa akiwa anacheza na wenzake. Wewe kijana, kwa nini umeingia kwenye milima ambayo inakatazwa? Umemkuta kwenye mlima gani? Mlima wa Kisawasawa. Mlima wa Kisawasawa. Mlima wa Kisawasawa si ule ambao wameruhusiwa wana kijiji kuutumia? Hapana kiongozi. Sio huo tu. Hata ule wa Chonde pia nao wameukataza. Wewe kijana, usirudie tena kuingia kwenye milima ambayo imekatazwa. Leo nakusamehe. Haya, ondoka. Mmesema mlima wa Kisawasawa umekatazwa. Mlima wa Chonde nao umekatazwa. Ni kweli kiongozi. Sio milima hiyo tu, bali hata mto wa Sanje nao umekatazwa. Na imetoka amri, endapo mwanakijiji wote tutamkamata kule, tumpe adhabu ya kutosha. Hivi huyu mtoto ana nini? Huyu mtoto ana matatizo gani? Amenyang'anya mali za wanakijiji. Amewazulumu mashamba yao. Leo amefikia hata ile sehemu ambayo wanakijiji wanaenda kujipatia riziki zao za kila siku, naye anakataza. Sasa nyie nendeni, mimi nitaonana naye. Kulikoni? Mfalme, tumemkuta cha usiku katika himaya yetu akiongea na mlinzi wa Kunembe. Wakiongea kuhusu mapenzi. Jakazi wengine wako wapi? Wakamwacha mtoni. Kanitie cha usiku. Mwambie kesho asubuhi tuonane. Kuna mambo mengi sasa hivi ya kunyosha mipaka. Endelea na shughuli zenu. Talitatua hili. Sawa. Binti Mfalme, kwa nini mamlaka uliopewa unatumia vibaya? Umewanyang'anya wanakijiji mashamba yao. Leo umefikia kiwango unawanyang'anya tena wanakijiji hata ule mlima ambao mamlaka ilikuwa inawaruhusu umewakataza kwenda kufanya shughuli zao. Kwa nini lakini unatumia vibaya mamlaka yako? Sikiliza wewe. Usiniingie kwenye mamlaka yangu. Umenielewa? Wewe utabaki kama kuwa kiongozi na mimi nitabaki kuwa kama binti mfalme. Nipishe nipite.
nasikia sauti nzuri ya filimbi. Itakuwa inatokea wapi? Bila shaka itakuwa ni huko. Ni nani huyu mpiga filimbi mashuhuri? Sauti hii huwa naisikia msimu wa mavuno na sherehe za jando. Itakuwa anaalikwaga kwenye sherehe hizi. Twende, nataka nimuone. Wameenda wapi? Bitikika. Walipotuona wametusalimia wakawa wameondoka zao. Kwa nini mkuniambia? Kwa nini mkoaona? Unanitia aibu. Kila nikipita mitaani huko nasikia kwamba wanakuona vichochoroni,
Wanakuona vichochoroni huko, mara wanakuona kwenye michikichi unashikoshiko tu. Kama umempata mchumba, mwambie alete posta nyumbani. Sio kushikana tu huko. Na mimi sifanyi hivyo baba. Ufanye hivyo kati nikienda kupita naambia maneno haya. Hapa kuja mamako, mzigo wote nitamuelekeza. La sivyo nitakuja kuwachanganya nyinyi wote. Ndio nitakuja kupata mimba sio kwa na baba ionekanika mtoto nimezaa na mimi huyu. Kumba kushenza. Kwenda ndani. Nasema kwenda ndani. Sasa wewe hivi kwa jinsi babake alivyokuwa mkali vile, hivi kweli kunaweza nani hata wali ukalika kweli? Sijui kama lengo lake litafanikiwa. Na iko kibani ambacho wewe unahitaji kwenda kukitoa kwa yule mzee. Unajua mimi nahisi kama mko pamoja na mimi. Kwa sababu nyinyi ni watu wa kuweza kunipa mimi ushauri mzuri na pia kuweza kunitia moyo. Lakini naona kama ni kwanza mnazidi kuweza kuniponda na kunisimanga. Hamna. Nimekuja huku. Naomba niwape adhabu hapa. Hapana. Naomba mwende. Nina kazi nao kidogo. Kijana, kwa nini unautesa moyo wangu? Unajua nakupenda. Naumia kwa ajili yako. Naomba unipende. Nakupenda sana. Unaogopa nini? Unataka nini? Nitakupa kile unachokitaka. Nitakupa mali, mashamba. Na hata hapa pia utapamiliki. Naomba unikubalie. Nakupenda sana. Binti Kihika, binti ya mfalme, binti mrembo ulotukuka. Binti Kihika, Malkia, unapendeza sana ukiwa na kijana huyu. Siku ya ndoa yenu tutakula, tutakunywa, tutasaza. Kijana, mliambiwa nini kuhusu msitu huu? Niliambiwa tusije kukata kuni maeneo haya. Isipokuwa twende msitu wa pili ambao ni msitu wa nyika. Lakini mimi sina kosa lolote hili. Kwa maana alionishawishi ni yule pale. Sasa tunaingizana katika matatizo. Wewe si tunasema msitu wa mjomba wako? Tafadhali, mtu siwezi kugeukana bwana. Huko sababu najua ninyi mko sehemu salama hapo. Hapana, wewe ni wewe unazungumza tena. Mimi sikusema hivyo. Wewe hapa. Sitaki malumbano. Kama mmeshatambua kosa lenu, naomba muondoke haraka. Hivi ni nani anakupa mamlaka kuniingia katika himaya yangu? Hivi kwa nini umefukuza kijana? Unajua mimi nampenda kiasi gani kwenye moyo wangu? Najua binti mfalme. Najua ni jinsi gani unampenda. Mimi nina mpenzi, unajua hilo? Lakini nafanya kwa siri sana, kwa sababu wakigundua katika himaya hii tutapata aibu, hasa wewe. Usijali. Najua ni jinsi gani unavyoumia. Leo usiku nitaenda kumchukua na kumleta chumbani kwako.
atakufurahisha mpaka asubuhi. Sawa? Sipendi kuona unakasirika. Fanya hivyo. Usijali. Sipendi kuona unachukia.